Jiunganishe na Dakika za Uzima. Unatazama Dakika za Uzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji ambaye umeendelea kufuatilia kipindi hiki cha Dakika za Uzima, nimependeza tena Mungu siku ya leo tuweze kuendelea na ujumbe wetu na mafundisho yetu ya neno la Mungu ambayo ndio uzima katika maisha yetu. Maana imeandikwa ya kwamba mtu hatoishi kwa mkate bali katika kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 4 na mstari wake wa 4. Kwa hiyo tunapoendelea na vipindi hivi, Mungu ni mwaminifu sana. Kwa hiyo nikualike kuendelea kufuatilia kipindi hiki cha Dakika za Uzima kwa mafundisho ambayo Mungu ataendelea kutupa siku kwa siku. Hivyo Mungu akubariki, lakini usiache kuendelea kutufuatilia kupitia akaunti yetu ya YouTube kwa jina hili la EAGT Mashujaa TV, lakini kwenye mitandao Facebook, Instagram na TikTok endelea kutufuatilia, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usisahau kushare, usisahau kusubscribe ili tuendelee kuwepo hewani. Endelea kushare, endelea kusubscribe na Mungu wa mbinguni atakubariki. Basi moja kwa moja sasa naomba twende kwenye ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili ya wakati huu ili niweze kusema na wewe. Ujumbe ambao Mungu amenipa kwa wakati huu ili niweze kusema na wewe. Na moja kwa moja katika kitabu kile cha waraka wa Paulo mtume aliyoandika kwa Warumi sura ya 6 na mstari ule wa 23. Warumi sura ya 6 na mstari wake wa 23, ambapo Biblia yangu inaniambia Warumi sura ya 6 na mstari wake wa 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nitarudia hapo. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mimi natamani tujifunze kupitia andiko hilo ambalo nimelisoma, na wakati ninaendelea kutafakari ninakuja kusema ni kitu gani mbele yako mtazamaji, ndipo Mungu akanipa niseme na wewe kwa habari ya ujumbe huu, ya kwamba kila kazi ambayo mtu anaifanya ina malipo. Kila kazi ambayo mtu anaifanya ina malipo. Na ndio maana sasa katika kitabu kile cha Warumi sura ya 6 anazungumza kwa habari ya kazi ya uovu ina malipo yake. Kazi ya uovu ina malipo yake. Nimshukuru Mungu sasa, tuendelee na somo letu. Baba mwema, na kushukuru, asante kwa sababu ya kibali ambacho Mungu umetupa kuendelea kujifunza maneno yako ili tuweze kuwa na uzima katika mioyo yetu. Mungu ninambariki na ninamweka msikilizaji na mtazamaji mikononi mwako. Neema yako na uwepo wako Mungu kaendelee kutufunika na mapenzi yako yakatimizwe katika jina la Yesu. Amen. Kila kazi ina malipo.
kila kazi ina malipo. Mwandishi wa Warumi Paulo anasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nataka niseme hivi kwako ya kwamba tunapozungumza kwa habari ya mshahara, maana yake ni malipo ambayo mtu analipwa baada ya kutumika, baada ya kufanya kazi. Maanake kama mtu analipwa kutokana na kazi ambayo anaifanya, maanake yuko mwajiri ambaye amemwajiri katika hiyo kazi, ndiye ambaye anatoa malipo ya kazi ambayo mtu ameifanya. Kwa mwandishi anajaribu kutuambia na anatuambia kwamba mshahara wa dhambi, maanake kazi ya uovu ambayo kila dhambi ambayo mtu anaifanya ina malipo yake, ina malipo yake. Haijalishi ni dhambi ya aina gani ambayo unaifanya, jua ya kwamba hiyo dhambi au hiyo kazi ambayo ya uovu ambayo unaendelea kufanya una malipo yake. Sasa Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, na tunapozungumza mauti naweza ukafikiria tu ya kwamba mauti ya kuondoka katika mwili, ya kwamba mwili na roho kutengana. Hapana, sio hiyo mauti ya namna hiyo. Iko hiyo, lakini mauti, tunapozungumza kwa habari ya mauti, ina tafsiri nyingi. Mauti ina maana ya kwamba nafsi na roho au roho na mwili vinatengana. Hicho ni kifo cha kwanza. Mtu anaondoka katika ulimwengu huu, tunampoteza. Lakini mauti inayozungumza maana nyingine ya mauti, tunazungumza kwa habari ya mtu kutengana na Mungu. Mtu kutengana na Mungu, ndipo tunaona kifo cha kwanza ambacho mwanadamu wa kwanza alikufa ni yeye kutengana na Mungu. Alitengwa na uwepo wa Mungu alipoondolewa katika bustani ya Eden, baada ya kumkosea Mungu, baada ya kwenda kinyume na makusudi ya Mungu, kwenda kinyume na sheria ya Mungu. Mungu akamtoa mwanadamu katika eneo ambalo lilimfanya mwanadamu awe salama, awe na amani, awe na furaha, awe na matumaini. Kwa sababu ya uovu, kwa sababu ya dhambi, mwanadamu akaondolewa matumaini yake, mwanadamu akaondolewa amani yake, mwanadamu akaondolewa furaha katika maisha yake. Kwa tunazungumza kwamba ni uharibifu ambao umetokea ndani ya mwanadamu baada ya mwanadamu kumtenda Mungu dhambi, kumtenda Mungu dhambi. Lakini tunapozungumza kwa habari ya mauti, tunazungumza juu ya uharibifu au matokeo mabaya ambayo yanatokea kwa sababu ya ile dhambi ambayo mtu ameifanya, madhara ambayo yanatokana na dhambi ambayo mtu ameifanya. Sasa dhambi haijakategorize kwamba ni dhambi gani ndio inayoleta mauti, lakini Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Maanake kila dhambi ambayo utaifanya, kila dhambi ambayo unaifanya sasa hivi ina matokeo yake, ina matokeo yake, ina matokeo yake. Iwe ni uongo, una matokeo yake. Iwe ni umbea, una matokeo yake. Ni masengenyo, yana matokeo yake. Iwe ni ulevi, ukahaba, uzinzi, uchawi, ushirikina, kutoa kafara, jua ya kwamba ina matokeo yake.
kuna malipo ya ile dhambi ambayo mwanadamu anaifanya, lakini Mungu anasema kwamba kalama ya Mungu, kipawa cha Mungu kinaleta uzima kwenye maisha ya mtu. Na ndio maana inawezekana afika mahali maisha yako hayaeleweki, ni kwa sababu ya ile dhambi inayotawala ndani yako. Inafika mahali maisha yako yameharibika, ujana wako umeharibika, ujana wako umeharibika, ndoa yako imeharibika, lakini ni matokeo ya kutenda dhambi, kwenda nje ya ndoa, kumkosea Mungu. Unakuta ulinzi wa Mungu hauko kwenye maisha yako, unaishi maisha ya wasiwasi, maisha ya mashaka, maisha yasiyo na matumaini. Lakini liko tumaini katika Yesu Kristo, liko tumaini katika Yesu Kristo. Aweza kukusamehe dhambi yako, aweza kuondoa uovu ulio ndani yako, naam, ukawa salama, maisha yako yakawa salama, amani iliyopotea ikarejea baada ya kugeuka na kutubu, ukatubia dhambi, ukatubu uovu wako. Liko tumaini litarejeshwa katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Baada ya mtumishi wa Mungu Petro alipowahubiri watu, wakasema tutendeje? Akawaambia tubuni mpate ondoleo la dhambi, tubuni mpate ondoleo la dhambi, vipate kuja nyakati za kuburudisha. Kumbe toba, unapotubu, unapogairi uovu, unapogairi kutenda mabaya, unapogairi kuendelea katika dhambi, zinakuja nyakati za kuburudisha, zinakuja nyakati za kufanywa upya. Maisha yako yanabadilika, historia yako inabadilika, heshima yako inarudishwa. Manake dhambi inaondoa heshima katika maisha ya mtu. Dhambi inaondoa uthamani wako. Watu wanapokutazama wanashindwa kukuheshimu. Kumbe ile dhambi inaondoa thamani ya mtu, thamani ya mtu. Dhambi inaondoa thamani, dhambi inaondoa heshima. Unapogeuka na kumrudia Mungu, Mungu anarejesha heshima iliyopotea. Mungu anarejesha thamani iliyopotea. Mungu anarejesha amani iliyopotea.